Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua uwepo wa tatizo sugu la vimelea, magonjwa dhidi ya uvida. Dawa nyingi hazitibu tena kama zamani. Swala hili husababishwa na matumizi mabaya ya dawa yasiyozingatia utaalamu ama maelekezo ya wataalamu wa afya ya binadamu na mifugo. Aidha, matumizi mabaya ya dawa kwenye mfumo wa uzalishaji wa vyakula kwa ajili ya matumizi ya binadamu na mifugo huchangia ongezeko la tabia hili hapa nchini. Lakini tukiwa na programu hii ya pamoja ya ufugaji wa kuku bila dawa, tutaisaidia sana serikali na tutaisaidia sana jamii dhidi ya magonjwa haya. Niwashukuru sana watu wa wizara. Morogoro tunasifika kwa uzalishaji mkubwa wa chakula. Tunalisha mikoa mingi ikiwepo Morogoro yenyewe na mikoa nje ya Morogoro. Morogoro tunasifika kwa mifugo mingi, ng'ombe, mbuzi katika eneo letu. Sasa mmetuletea fursa nyingine ya ufugaji wa kuku bila dawa. Morogoro itaendelea kupaa na itakuwa namba 1 katika ufugaji wa kuku. Mstahiki amezungumza kwa level yake ya manispaa, amesema na kata 29. Sasa mimi mkuu wa wilaya na kata 60. Kwa manispaa na mitaa 294, kule vijijini na vijiji 149, vitongoji 734. Tutakaa kikao kupitia uongozi wenu na idara ya mifugo ya manispaa na halmashauri ya Morogoro vijijini. Kwanza nyinyi ambao mmehitimu tuwasambaze katika wilaya ya Morogoro kwanza. Kila kata katika wilaya ya Morogoro tupate watu 2 ama 3 kulingana na idadi yenu. Tufundishe haya mnayohitimu leo, mkawafundishe wenzenu ambao hawakupata bahati ya kuwepo hapa, ili Morogoro yetu ipae, tupate fedha nyingi kupitia ufugaji wa kuku bila dawa, tuokoe magonjwa mengi ya binadamu, lakini tuimarishe uchumi wetu katika wilaya zetu. Kwa hiyo kazi nimewaachia nyinyi wakuu wa idara, mkae tuwasaidie hapa. Lengo na madhumuni, tunatamani tuone matokeo ya kazi waliohitimu leo. Siwe tu wamehitimu tumwapa vyeti alafu basi. Wasaidie kufundisha wenzao ujuzi waliopata leo. Hawa tuwashike mkono kwa kuwapa maeneo. Wilaya yetu ina kilomita za mraba 1012. Hatuwezi kushindwa kuwapa maeneo watu ambao waliokaa kwenye utaratibu rasmi. Kwa hiyo kwa idara ya mifugo, zungumza nao, pangeni utaratibu, tuweke kikao cha pamoja, kikao kazi cha kuweka utaratibu tunawasaidiaje hao. Miaka ijayo ya fedha, Mstahiki Meya uniambie kwenye kuku halmashauri inapata nini. Miaka ijayo ya fedha tuone vijana wangapi, kina mama wangapi wamejiajiri kupitia tasnia. Na kwa sababu kuku wenu mtakaokuwa mnawafuga watakuwa hawana dawa, tutapata masoko mengi ndani ya Morogoro na nje ya Morogoro. Kwa tutalisha maeneo mengi kama tunavolisha chakula. Tutalisha maeneo mengi kama watu wanavokuja kuchukua ng'ombe Morogoro. Kwa tunatakiwa tuweke mkazo kwenye kuku. Kuongezeka kwa idadi ya watu duniani zaidi ya bilioni 8. Tanzania ina watu milioni 65 kwa mujibu wa sensa mwaka 2022. Tumepelekea kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha mahitaji ya chakula, hasa protini, ambayo imesababisha mifumo ya uzalishaji kubadilika na kuleta uhitaji wa mifumo ambayo uzalishaji wake ni wa muda mfupi ili kuweza kukidhi hitaji la ongezeko hiyo ya idadi. Fursa kwa wafugaji na wadau wengine kuvitaka kuwekeza katika sekta hii bila uelewa mpana wa sekta hiyo, kwa kuwa vyanzo vya tatizo la usugu vimelea dhidi ya dawa. Kwa sasa takriban kaya 50% hufuga mifugo, na hii ina maana takriban familia milioni 4.6 zinafuga. Hii ni ongezeko kubwa ukilinganisha na miaka iliyopita.